Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, asante kwa muda wa pekee uliotuleta hapa kwa wakati kama huu. Ninaomba mbariki kila mtu atakayokuwa anasikiliza, mtazamaji atakayokuwa anaangalia huko mbele. Baba, mbariki kila mtu na sauti yako ya upole iongee naye, ili kila mmoja wetu baada ya kusikiliza tumaini liweze kujaa moyoni mwake na kuondoa giza shetani anayojaribu kuliweka ndani ya mioyo ya ulimwengu huu. Tunaomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina. Watu wengi wanaongea kuhusu tumaini, na kuna wengine wanatamani sana wawe na tumaini, lakini wanakosa. Kwa sababu mara nyingine unakuta tumaini tumeliweka katika mambo yasiyohitajika. Na kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Bill. Bill alikuwa kwenye njia ya mafanikio. Mambo yake yalikuwa mazuri. Alikuwa anatembea vizuri. Alikuwa yuko vizuri katika sehemu yake akisoma shahada ya mawasiliano. Lakini siku ghafla maisha yake yakaporomoka na akajikuta hana makazi. Ghafla wale waliokuwa kabla na wazarau walala hoi njiani, yeye alikuwa mmoja wao. Sikiliza. Alikuwa na matumaini ya kupata shahada na maisha yenye nuru, lakini sasa alitumaini tu kupata mahali pa kulala na chakula siku hiyo. Alikuwa amekunywa pombe kupita kiasi, akijaribu kusahau kumbukumbu mbaya, na hasa hakuwa na kitu, hakiomba msaada mtaani, akihofia wanafunzi wenzake wasimuone kwa sababu alikuwa anaona aibu. Alikuwa mraibu wa pombe, akipitia maumivu ya kuacha pombe, na hakuweza kujisaidia hata kidogo yeye mwenyewe. Alihitaji msaada na matumaini. Sikiliza. Kila asubuhi alipokuwa akielekea kazini, kulikuwa na mdada mmoja alikuwa anaitwa Jane. Angali anapita mbele ya watu wasiokuwa na makazi na waliokata tamaa, alikuwa anawaangalia na moyoni mwake alikuwa anaumia. Alikuwa anaona, na siku moja akamchagua Bill. Alimuona ile siku, akamwona huyu labda anaweza akafaa kumsaidia. Alikuwa bado ni kijana, labda ana njozi nyingi huko mbele na uwezo mkubwa. Na asubuhi iliyofuata Jane aliandaa chakula cha mchana cha ziada, huku akimuombea Bill kila siku Mungu amsaidie. Alikuwa bado kijana na alikuwa na uwezo wa kubadilika, ndivyo Jane alivyokuwa anafikiria. Na akampa mfuko wa chakula huku akitabasamu na kumwambia, Mungu anakupenda. Rafiki, yawezekana hata wewe siku hii inapita na unajiuliza, hivi kuna Mungu katika maisha yangu? Yawezekana kuna changamoto unapitia hadi unajiuliza, hivi neema na rehema zinawafikia wengine tu, ila kwangu mimi Mungu hanioni. Jane aliendelea kumpatia Bill chakula cha mchana kila siku kwa muda fulani. Ingawa hawakuwahi kuwa na mazungumzo marefu, Jane aligundua kuwa Bill alikuwa akitarajia kwa shauku zawadi hiyo ya upendo. Alikuwa anabarikiwa na yule mdada asiyokuwa anamjua aliyokuwa anamletea chakula. Na uso wake ulianza kung'ara. Aliona hata mwanga wa matumaini machoni pake taratibu unarudi. Siku moja asubuhi, Jane alipofika mahali ambapo Bill alikuwa kawaida amekaa, hakumkuta. Alijiuliza kilichompata, lakini hakuna mtu aliyokuwa anamfahamu. Baada ya muda, kijana alikuwa nadhifu na aliyenyolewa vizuri alimkaribia Jane kwa adabu siku moja. Na yule kijana akamuuliza Jane, "Je, unanikumbuka?" aliuliza. Jane akajibu, "Sidhani." Akasema, "Unamkumbuka yule kijana uliokuwa unamletea chakula kila siku cha mchana kwa muda mrefu? Ulinitabasamia na kuniambia kwamba Mungu ananipenda." Na hapo ndipo matumaini yangu yalianza upya kurejea. Wema wa Jane kwa Bill na imani yake kwamba Bill alikuwa wa thamani ulimfanya Bill apate hamasa ya kurejesha maisha yake.
akaacha kukata tamaa na akapata ujasiri wa kujiunga na kikundi cha Alcoholics Anonymous, yani watu waliokuwa wamepata shida ya pombe na wanajaribu kujisaidia pamoja kupitia kile kikundi. Na alirudi chuoni kumaliza masomo yake, na baadaye alipata kazi katika kampuni ya uchapishaji. Sasa anasaidia kubadilisha maisha ya watu wengine duniani kote kwa njia chanya. Kwa moyo wa shukrani, Billy alimwambia Jane, asante kwa wema wako na kwa kunipatia tumaini katika muda nilipokuwa nimekosa matumaini. Unafahamu kwamba matumaini yanachangia afya ya moyo na ufaulu wa masomo. Daktari wa upasuaji wa moyo mmoja alisema maarufu, matumaini ndiyo dawa inayotumia zaidi ya dawa nyingine. Matumaini yanaweza kuponya karibu kila kitu. Na rafiki yangu mmoja, daktari, mke wake alianza kuumwa na kupata ugonjwa wa moyo. Na yule daktari alikuwa anampenda sana yule mke wake. Lakini aliamua kukaa kimya na kutokumwambia vile vitu vyote alivyokuwa anavijua kama daktari. Na siku moja, kwa sababu ni rafiki yangu wa karibu, nikamuuliza, hivi ni kwa sababu gani? Kwa nini usikae ukamwambia 1, 2, 3? Na mimi kama daktari aliyokuwa na uzoefu lakini sio kama yeye, akaniangalia akasema, unajua, unaweza ukamwambia mtu kila kitu alafu ukamkatisha tamaa. Mwacha atajifunza mwenyewe taratibu, na angali ataendelea kuwa na tumaini. Ninajua yale matumaini yataendelea kumpatia mke wangu nguvu zaidi ya kuishi. Utafiti umeonyesha uhusiano kati ya matumaini na vifo vya ugonjwa wa moyo kwa wazee. Katika utafiti uliofanywa wa Uholanzi, watafiti waligundua kuwa wazee wenye mtazamo wa matumaini walikuwa na hatari ndogo kwa 50% ya kufariki kwa ugonjwa wa moyo ikilinganishwa na lile kundi lingine waliokata tamaa au waliokuwa na mtazamo hasi. Sikiliza, watu waliokuwa na mawazo ya huzuni na mtazamo hasi walikuwa na matokeo mabaya zaidi walipopitia upasuaji wa moyo. Walikuwa na uwezekano mkubwa zaidi wa kufariki ukilinganisha na wale waliokuwa na mtazamo chanya na furaha maishani. Kiasi kwamba unakuja kugundua kumbe daktari ni yule yule, mazingira ni yale yale, lakini watu wenye matumaini walikuwa na uwezo zaidi wa kupona. Utafiti mwingi unaonyesha kuwa matumaini ni kiashiria cha afya njema na ustawi wa mwili. Kukosa matumaini husababisha mafadhaiko na hata afya inaweza kafanya nini? Ikadondoka. Sikiliza, matumaini msingi wa uwezo wa mwili wetu wa kujiponya au kuruhusu magonjwa kutawala. Ikiwa matatizo ya maisha ni mizigo, ni mizito, na tunakosa matumaini, athari zake zinahatarisha mfumo wako wa kinga ya mwili, na linakuwa ni tatizo linaloweza kushughulikiwa, kwa sababu wewe na mimi tunaweza tukaamua tukaweka mawazo yetu kwenye matumaini na tukabadilisha hiyo athari. Mtafiti na mwanasaikolojia mmoja anaitwa C.R. Cinder kutoka chuo kikuu cha Kansas aligundua kuwa mwanafunzi wenye viwango vya juu vya matumaini, sikiliza vizuri, mwanafunzi wenye viwango vya juu vya matumaini walikuwa wabunifu zaidi katika kubuni mbinu za kuboresha alama zao za masomo. Ukiangalia vizuri, ukiwa na matumaini, kila sehemu utakapokuwa unafanya kazi, changamoto utakapokuwa unakabiliana nazo, kila sehemu utaweza kufanya vizuri zaidi, kwa sababu utakuwa ni mbunifu zaidi, kwa sababu utakuwa ukati tamaa, kwa sababu utakuwa unaendelea kusonga mbele zaidi. Na yawezekana hapo unaponisikiliza rafiki, labda umekata matumaini, labda kuna kitu kimetokea na unajiuliza huko mbele itakuwaje. Utafiti wa sasa unatufundisha kuhusu thamani ya matumaini. Sikiliza, wanafunzi wenye viwango vya juu vya matumaini ni wabunifu zaidi
kuliko wale wasiokuwa na matumaini. Wanafunzi wenye viwango vya wastani vya matumaini walifikiria njia za kuboresha alama zao, lakini hawakuwa na nia kubwa ya kuzifanyia kazi. Na wanafunzi waliokuwa na matumaini madogo walikata tamaa na kuacha kujitahidi. Na Sinda alihitimisha kuwa wanafunzi wa kiwango sawa cha akili walikuwa na matokeo tofauti ya kufaulu kwa sababu ya viwango vyao vya matumaini. Kwa hiyo unaona moja kwa moja, kumbe matumaini, unaweza kuwa na mtu sawa na akili, lakini kwa sababu wewe una matumaini zaidi ukafika mbali zaidi. Na unaweza kuta wewe ukawa labda akili yako sio sawa, imepungua, lakini bado kwa sababu una matumaini zaidi na ukamtumania Mungu, ukajikuta Mungu una uwezo wa kufika mbali zaidi kwa sababu umeamua kuwa na matumaini. Sikiliza, kuna kisa kimoja, waliangalia panya. Wangapi wanawapenda panya? Wangapi wanafahamu panya? Ni wale wanyama wadogo waharibifu. Lakini waliwachukua wakawafanyia test. Wakamchukua panya wa kwanza, wakamweka katika maji, wakamwacha aogelee. Baada ya muda mfupi tu akaanza kuzama. Baadaye wakamchukua panya mwingine, wakamweka katika maji, angali anataka kuzama, wakamtoa kwenye maji. Alafu baadaye wakamweka tena kwenye maji, wakamwacha aendelee kuogelea. Pale alipotaka kuzama wakamtoa tena kwenye maji. Kwa hiyo akawa amezoea kwamba akawa na matumaini kuna uwezekano wa kufanya nini? Wa kuokolewa. Na yule panya wa pili wakagundua alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuogelea katika maji kwa sababu alikuwa na matumaini zaidi. Sikiliza, watu wenye mtazamo chanya huishi kwa muda mrefu. Kuna ripoti moja ya Mayo Clinic nasema kwamba watu wenye mtazamo chanya huishi kwa muda mrefu na maisha bora. Utafiti wa mwaka 2002 uliofanywa na daktari mmoja, Toshihiro Maruta wa Mayo Clinic, ulibaini kuwa watu wenye mtazamo chanya wanaishi kwa muda mrefu na wana ubora wa juu wa kinga yao ya mwili kuliko wale waliokuwa na mtazamo hasi. Katika ufuatiliaji wa miaka 30 kwa wagonjwa 447, Dr. Maruta aliona kuwa watu wenye mtazamo hasi walikuwa na afya duni ya mwili na akili na waliripoti maisha yenye ubora wa chini. Sikiliza, kumbe tumaini husaidia watu kuendelea kuishi. Kulikuwa na rafiki mmoja anaitwa Viktor Frankl. Ni mtu aliyetumia matumaini kuendelea kuishi. Wale waliopona wale waliokuwa na sababu ya kuendelea kuishi. Mfungwa mmoja alitaka kurudi nyumbani kumtunza mtoto wake aliyokuwa mwenye ulemavu. Mwingine alikuwa na mchumba aliyempenda sana na alitamani kuishi ili aweze kumuoa. Na wale waliokuwa na tumaini, waliokuwa na sababu ya kuishi, waliweza kuvumilia. Frankl alikuwa ameanza kuandika kitabu kabla ya kukamatwa. Ingawa kitabu chake walikamata na kukitupilia mbali na kuharibiwa, aliendelea kukitunga kichwani mwake wakati akiwa gerezani. Hili lilimfanya awe na macho makini na awe makini na awe anaendelea kutiwa moyo kwa sababu alitamani siku moja akiandike kile kitabu. Na baada ya vita ya pili ya dunia, baada ya kuwa huru, aligundua kuwa familia yake yote ilikuwa imeangamia, akiwemo mke wake mpendwa. Lakini hakukata tamaa. Aliendelea kuishi kwa sababu bado alikuwa na matumaini. Aliandika kitabu chake Man's Search for Meaning, yani
utafutaji wa binadamu kwa ajili ya malengo. Kwa siku 9 tu baada ya kuachiliwa, alimaliza kuandika kitabu kizima. Kabla ya kifo chake, nakala milioni 9 za kitabu chake zilikuwa zimeuzwa kote duniani. Frankl alionyesha kuwa tumaini ni nguvu inayoweza kusaidia mtu kuvumilia hali ngumu zaidi maishani. Unapokumbana na matatizo, je, ni kitu gani kinaendelea? Unayakabili vipi? Tafakari na jadili. Jaribu kuangalia ni nini kinakupa tumaini na ujasiri wa kuendelea mbele na kustahimili changamoto bila kujali maisha yanakuletea nini. Tumaini la kidunia dhidi ya tumaini lililo juu ya maisha ya dunia hii ndio kitu kimoja cha muhimu tunahitaji kupasa tukiangalie. Unajua, binadamu wengi wapo na wengi wana matumaini, lakini kuna matumaini ya aina mbili. Kuna tumaini la kidunia na kuna tumaini la mbingu. Rafiki, natamani unapokuwa unanisikiliza uweze kuelewa utofauti na tuweze kuelekeza mawazo yetu katika tumaini iliyokuwa zaidi ya dunia hii niweza kutupatia. Kulikuwa na mtu mmoja katika Biblia anaitwa Lutu. Lutu alitumaini utajiri na starehe na akaamua kuhamia Sodomu. Angali Abraham alitumaini kuwa familia yake ingirithi mji wa milele kwa Mungu. Walikuwa ni watu wawili, familia ile ile, lakini huyu mmoja alikuwa anatumaini starehe hapa duniani, wakati yule mwingine alikuwa anaangalia mji wa milele. Hadithi ya Biblia kuhusu Abraham na mpwa wake Lutu inaeleza tofauti kati ya tumaini la kidunia na tumaini lililo juu ya maisha ya dunia hii. Wakati mifugo yao ilipoongezeka na kuhitajika kutenganishwa, Abraham alimpa Lutu fursa. Yaani yeye kama mkubwa alimpa yule mdogo mpwa wake fursa ya kuchagua, ama kwenye jangwa lisilo na rutuba au kwenye bonde lenye rutuba la Sodoma. Na uchaguzi wa Lutu wa kuhamia mji wenye utajiri lakini wenye maovu wa Sodoma ulionyesha vipaumbele vyake vya moyoni mwake. Ingawa kwa muda fulani, kwa muda mfupi alifanikiwa, hatimaye alipoteza kila kitu, mali zake zote, familia yake yote, akabaki tu yeye na binti zake wawili, na hata wale walikuwa wamepotea. Sikiliza, Lutu alitumaini kupata mali na starehe kwa kuhamia Sodoma, lakini tumaini yake na mafanikio yaligeuka kuwa maumivu na huzuni. Wakati Abraham kwa upande mwingine alikuwa na maono yaliyo juu zaidi ya kutafuta mali hapa duniani. Biblia inasema alitazamia mji wenye msingi ambao wenye kujenga na kutengeneza ni Mungu. Na kwa sababu Abraham alikuwa na matumaini lililo juu zaidi, tumaini lilikuwa zaidi ya dunia hii aliyoweza kulipata, aliamini kuwa familia yake ingirithi mji wa milele wa Mungu. Rafiki, je, wewe na mimi tumaini letu lipo wapi? Kuna tumaini la muda mfupi na kuna tumaini lililo juu ya maisha ya dunia hii. Tumaini la muda mfupi haliwezi kupita viwango vya asili. Watu wanaweza kuwa na matumaini ya kupata mali za kidunia, lakini mali hizo si lazima ziongeze maana katika maisha. Tumaini la kidunia mara nyingi huishia katika kuvunjika moyo. Umewahi kugundua hiyo? Tumaini la kidunia huwa linaishia baadaye kukuvunja moyo. Kwa kuwa matumaini ya kidunia yanaweza kuwa ya kupita na yasiyo na uhakika, ni muhimu hatimaye kujiweka chini ya mapenzi ya Mungu na kumtumainia yeye anayeweza kutupatia matumaini zaidi ya hapa tunayoweza kuyapata hapa duniani. Sikiliza, Biblia inatupatia ahadi na inatuambia kwamba maana nayajua mawazo ninayowazia,
mawazo ya kuwapa tumaini na mwisho mwema. Mungu anatuandikia katika Biblia, katika kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11. Na anasema katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka wa 4, tumekuzaliwa mara ya pili katika uzima uliojaa tumaini. Yani tunapoamua kumfuata Mungu, tunapoamua kuliangalia hilo, tutakuja kugundua kwamba kumbe kuna tumaini zaidi. Tunazaliwa katika tumaini tunapoamua kumchagua Mungu, na tunaweza kuwa na tumaini lililokuwa ni zaidi. Tunaweza kuwa na tumaini lililokuwa ni zaidi ya kile tunachoweza kukifuatilia. Sikiliza, katika siku yake ya kuzaliwa ya miaka 23, Ana aliamua kujitoa uhai. Alipokuwa akiandika barua za kuaga kwa familia, marafiki na hata kwa Mungu, simu ililia. Aliyepiga alikuwa amepiga namba ya kimakosa, lakini alihisi huzuni kwa yule aliyompigia Ana. Akachukua muda kumtia moyo kwa maneno mazuri ya mwaliko wa kuhudhuria mkutano. Kwa kuwa alitamani kuponywa kutokana na maumivu yake, alihudhuria mkutano huo na kuguswa sana kiasi kwamba alirudi kila usiku. Alitaka maumivu na huzuni yake iondoke. Aliposikiliza mada za Biblia, tumaini lilianza kuchipuka ndani ya moyo wake. Ana akaanza kupata matumaini mapya. Aliyakataa mawazo ya uongo yaliyomwambia kuwa yeye hana thamani. Ana alipata maana mpya ya maisha. Alimpata Yesu na akapata tumaini. Rafiki, yawezekana hata wewe uko katika sehemu kama Ana, unatafuta matumaini, lakini kuna mawazo ya uongo shetani anayaweka kwamba wewe hauna thamani. Yakane, mwambie Mungu, niwekee matumaini mapya. Mungu ni mkubwa kuliko matatizo yetu. Huenda unajihisi kama mshindwa, pengine uko kwenye hali ya kukata tamaa na uko tayari kuacha. Labda una matatizo ya ndoa, au nyumba yako imeporwa. Inawezekana kansa inakutishia, au labda nafsi yako imeanza kupata ugonjwa. Mungu akupe nguvu na kupunguza shida ya kukosa matumaini. Sikiliza, pengine unahisi kwa kila kitu kinakuelemea, lakini Mungu ni mkubwa kuliko matatizo yako. Mungu ana uwezo kuliko unavyofikiria. Na tunahitaji tuelewe kwamba Mungu anatamani tuwe na tumaini katika ulimwengu usio na tumaini. Wakati ulimwengu huu unaonekana kusambaratika mbele yetu, tuna tumaini lenye baraka. Hivi karibuni tutamwona Yesu akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Kulingana na Biblia, katika siku za mwisho za kihistoria ya dunia, kutakuwa na shida, bahari na wimbi ya kivuma, mioyo ya watu ikiwa inazimia kwa hofu na matarajio ya mambo yatakayokuja duniani. Hali inaonekana kuwa mbaya, na leo hii watu wa mamilioni wanakumbwa na hali ya kukata tamaa. Lakini sikiliza, ingawa hali ya dunia haina matumaini, mtazamo wa mbingu umejaa tumaini. Na habari njema ni kwamba tunaweza kuwa na tumaini la kuja kwa Kristo mara ya pili, na likaendelea kuwa mioyoni mwetu na kutupatia nguvu, tukijua kwamba kuna mji wa urithi Mungu ametuandalia huko mbinguni. Na ndio maana imeandikwa katika Luka 21 mstari wa 28, basi mambo haya yanapoanza kutokea, changamkeni, muinue vichwa vyenu, kwa sababu ukombozi wenu umekaribia. Mama mmoja alipata ugumu wa kushinda huzuni baada ya kifo cha binti yake wa miaka 3, na kwa sababu alizani hata muona tena. Lakini aliposoma waraka wa kwanza wa Tesalonika ile sura ya 4 mstari wa 16, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko wa nguvu na parapanda na Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Aliishikilia hiyo ahadi. Na ndiyo
Ndio maana tunaweza tukaelewa kwamba tunatumaini si tu la maisha haya, bali pia la uzima wa milele pamoja na wapendwa zetu. Sikiliza rafiki, wale wenye tumaini wana uvumilivu wa kutokukoma, wa kutokukata tamaa. Tunafanya yaliyo magumu mara moja, yasiyowezekana yanachukua muda kidogo zaidi. Kwa tumaini lisilotetereka tunaweza tukaendelea na tukafikia ndoto zetu Mungu alizoziweka mioyoni mwetu. Sikiliza, sisi ni washindi. Sisi ni washindi. Tumaini linaweza likatupa ujasiri wa kusonga mbele. Utaishi maisha yenye wingi hapa duniani na furaha ya milele itakuwa mbele yako ukiwa na tumaini katika Mungu. Ukiwa na tumaini katika ahadi Mungu alizotupatia. Sikiliza, tumaini nawe utaishi. Kata tamaa nawe utakufa. Ni wewe ndio unafanya maamuzi. Maisha bila Kristo ni mwisho usio na tumaini. Lakini maisha pamoja na Kristo ni maisha yaliyojaa, yaliyofurika tumaini. Na utaweza kuwa na afya mzuri, utaweza kusonga mbele hata changamoto zitakapokukumba, lakini moyo wako ukiendelea kuwa na tumaini, utaweza kusonga mbele. Sikiliza, Mungu anakuita leo tubadilishe mwenendo wetu wa mawazo yetu. Tuanze kumtafuta yeye. Tuanze upya kukubali kuwa na matumaini Mungu aliyotuahidi. Na tutakapofanya hivyo, ninaamini tutakuwa na uwezo mkubwa wa kusonga mbele. Na kile Mungu anachotamani atupatie, zawadi ya matumaini, itakuwa ni ya kwetu. Kwa nini usiseme siku ya leo unaposikia ujumbe huu, na mimi hapa nilipo ninahitaji matumaini, na natamani matumaini sio tu ya dunia hii, lakini ya mbingu. Kwa nini usinyoshe mkono hapo ulipo wakati tunaomba? Baba yetu wa mbinguni, asante kwa muda huu wa pekee, kwa sababu wewe umetupatia tumaini pale tunapokosa tumaini. Wewe umetupatia nguvu pale tunapokosa nguvu. Ninakuomba uendelee kutusaidia. Mawazo ya ajabu shetani anayojaribu kuyaingiza katika maisha yetu, uyaondoe. Utupatie mawazo mapya, mawazo chanya. Tuendelee kutafakari wewe na kuwa na tumaini katika ahadi zako. Tunaomba kwa jina la Yesu Mwokozi wetu. Amina.